Nichukue fursa hii kukukaribisha katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi, na siku ya leo tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya magonjwa. Nimefundisha kuanzia eneo la kwanza, la pili, la tatu mpaka tulipofikia hapo maeneo tuko kwenye 10 na kitu. Nimefundisha kwa habari ya magonjwa katika ulimwengu wa roho, na siku ya leo tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya magonjwa katika ulimwengu wa roho. Na tunapoingia katika maombi haya maalum kwa ajili ya magonjwa katika ulimwengu wa roho, kumbuka nilifundisha masomo yaliyopita hapo nyuma, magonjwa yaliyoambukizwa au yaliyoingizwa kwako katika ulimwengu wa roho. Nilifundisha ya kwamba kuna aina nyingi za magonjwa. Kuna magonjwa ya kawaida kabisa, lakini kuna magonjwa ambayo ni ya kiroho. Nikafundisha unapopita katika hali ya magonjwa katika ulimwengu wa roho, kitu kikubwa cha kufanya wakati unapita kwenye magonjwa, kitu kubwa cha kufanya wakati unakunywa dawa, usisahau maombi. Maana ukisahau maombi hautaweza kufanikiwa katika ulimwengu wa roho. Nikafundisha aina ya kwanza ya magonjwa katika ulimwengu wa roho. Kasema kuna magonjwa ya kurisi, upande wa baba, upande wa mama. Magonjwa ya kurisi, upande wa baba, upande wa mama, au magonjwa ya ukoo. Nikafundisha kuna magonjwa ya majini yanayotumwa katika ulimwengu wa roho. Jini linatumwa na ambayo anaenda kuwa pressure kwa mtu, anachinjiwa pale sadaka ya damu, na ambayo anaenda kawe kisukari, anaenda kawe madonda ya tumbo, anaenda kawe kansa. Jini anatumwa, anapambana, anashangaa na ugua, lakini nyuma yake kuna jini ambayo limetumwa, limekuwa ugonjwa ndani yako. Hii nikafundisha kuna magonjwa ya kichawi, wanatengeneza magonjwa wachawi katika ulimwengu wa kiroho. Lakini pia nikafundisha namna wanavyotega magonjwa, njia panda, njia panda, wanavyotega magonjwa njia panda. Nikafundisha ukipita njia panda unakuta wametupa vitu pale, wanatega magonjwa, mtu anaoshwa pale. Lakini nikafundisha pia wanavyotega magonjwa kwenye ardhi. Nikafundisha wanavyoingiza magonjwa kwenye ndoto. Nikafundisha wanavyoingiza magonjwa kwenye maji. Naomba leo nataka niombe na wewe kupitia magonjwa uliyoyapata kupitia ndotoni, kulishwa chakula. Magonjwa, maombi ya kuondoa magonjwa ambayo uliolishwa chakula kupitia, uliolishwa kupitia ndotoni. Nataka tuombe na wewe na Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukwambia ili upate vipindi vyetu vijavyo, vipindi vyetu vinavyoandaliwa kwa wakati. Unaweza ukasubscribe channel hii, ukabonyeza neno hapo subscribe, ukalike na ukashare ujumbe huu. Utapotuma masomo yetu unakuwa ni mtu wa kwanza kuyapata na ukajifunza pamoja nasi. Asante sana. Haya magonjwa yanayolishwa kupitia ndoto, wengi wanaota ndoto kwamba anakula chakula, lakini wengi, magonjwa mengi yamepitishwa katika ndoto katika ulimwengu wa roho. Kati unakula kile chakula sio chakula, bali ni magonjwa wanakulisha katika ulimwengu wa roho kupitia ndoto. Asa leo nitashughulika na magonjwa hayo. Naomba pale ulipo, kabla sijaanza kuomba na wewe, unaweza ukachukua maji yako kwenye chupa au kwenye dumu,
tukaomba na hayo maji. Itakuwa ni njia nyepesi, rahisi sana. Utakapokunywa, ile roho iliyokuwa ndani yako, iliyokuwa nafanya kazi ndani yako, iliyokuingizia magonjwa, inaharibika. Na mwisho wa maombi haya, baada ya mwisho wa maombi haya, simama na sadaka yako. Simama na sadaka yako ambayo Mungu atakuwa amekuongoza na Mungu atakutendea katika jina la Yesu aliye hai. Kwa nini utumie maji? Nimefundisha katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Roho Bwana ikatua juu ya maji. Maji yanaweza kubeba roho katika ulimwengu wa roho. Roho ya uponyaji, roho ya miujiza, roho ya ishara, roho ya maajabu, roho yote unaijua inaweza kubebwa kwenye maji. Kwa tutakapoyatamkia maji hayo, Mungu ataenda kukufanyia kitu cha tofauti katika maisha yako. Kabla tujaomba maombi haya, sema maneno yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako kwa njia ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Kwa damu yako Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda kwa kujua na kutokujua. Naomba unisamehe, unisafishe nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Taka sasa niombe na wewe, na pale ulipo shaandaa maji yako, weke hapo kwenye dumu, alafu naenda kuomba na wewe. Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, chini ya mbingu na juu ya mbingu, ambalo kila goti litapigwa mbele zako Kristo, na kila ulimi utakiri ya kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ninamleta msikilizaji huyu mbele zako, aliyesikiliza sauti hii, maana iko nguvu katika kusikia, iko nguvu katika kusikia. Mungu wa mbingu na nchi, kama ulivyosema, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Nami natangaza katika ulimwengu wa roho kupitia jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kila alipolishwa magonjwa kupitia ndoto, kila alipotamkiwa mauti kupitia ndoto, kila alipotamkiwa laana kupitia ndoto, alipotamkiwa kuharibikiwa kupitia ndoto, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, Baba, ninatamka katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, kila alipoachiliwa mabaya, waliokuja kwenye ndoto, wachawi, wakuu wa giza, wakaachilia mauti kwenye ndoto kupitia kulishwa vyakula, wakaachilia mauti kwenye ndoto kupitia kumlisha chakula. Anayeota analishwa nyama, anayeota analishwa samaki, aliyeota analishwa ndizi, aliyeota analishwa maembe, aliyeota analishwa chakula chochote, wakapitisha magonjwa, uharibifu kwenye ndoto. Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, rabo santa ya makoya, Baba, ninaombea maji hayo katika ulimwengu wa roho kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa Ufunuo Yohana sura 11, wakageuza maji yale kuwa damu. Ninageuza maji hayo anayoyatumia katika ulimwengu wa roho, na yageuza kwa nguvu ya damu ya Yesu, yawe nguvu ya damu ya Yesu. Yapokee roho ya damu ya Yesu, yapokee roho ya damu ya Yesu, yapokee nguvu ya damu ya Yesu, kama ulivyosema katika neno lako katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 2, Roho Bwana akatua juu ya maji. Nami natamka roho ya uzima, roho ya uponyaji, roho ya uweza ikaambatane na maji hayo katika ulimwengu wa roho. Ninaachilia roho ya uweza, roho ya uponyaji ikaambatane na maji hayo katika ulimwengu wa roho. Ninageuza katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo
na yageuza katika ulimwengu wa roho, yakabebe ayo maji, roho ya uponyaji, yakabebe ayo maji, roho ya uponyaji. Kila alicholishwa kibaya kwenye ndoto, kila alicholishwa kibaya kwenye ndoto kikavunjike na kusambaratika. Kila magonjwa yaliyopitishwa kwenye ndoto kupitia chakula yakavunjike na kusambaratika. Roho ya mauti iliyopitishwa kwenye ndoto ikavunjike na kusambaratika kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Rima soto ria makende rika mosonto ni mosia mento ria masika boko tomo usika po mesonto rima kente ria masika riba konto ria basaka. Na achilia roho ya uponyaji katika maji hayo kwa jina la Yesu. Na achilia roho ya uponyaji, na uisha roho ya uponyaji, na uisha roho ya uponyaji, na uisha roho ya uponyaji ndani ya maji hayo katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Magonjwa waliokuwekea kwenye maji, magonjwa waliokulisha kwenye ndoto, na vunja katika ulimwengu wa roho kupitia maji hayo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utu wako ndani ukafunguliwe, utu wako ndani ukafunguliwe, utu wako ndani ukafunguliwe, utu wako ndani ukafunguliwe, utu wako ndani ukafunguliwe kupitia maji hayo. Magonjwa yaliyokulisha kwenye ndoto, yaliyokuwa ndani yako, yaliyokuwa ndani yako, yaliyokuwa ndani yako, unapokunywa maji hayo, hayo magonjwa yakaribike kwa jina la Yesu. Hiyo kansa ikaribike, pressure zikaribike, madonda ya tumbo yakaribike, mauti ikaribike ndani yako kwa jina la Yesu. Kupitia maji hayo mauti ikavunjike vipande vipande, laana ikavunjike vipande vipande, na achilia upako wa moto kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kama Bwana alivyoyabariki maji katika kitabu cha Kutoka 23 ule mstari wa 25. Hayo maji na yabariki, yabebe uponyaji, hayo maji na yabariki, yabebe uzima, hayo maji na yabariki, yabebe neema kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ninamuunganisha na maji hayo katika ulimwengu wa roho, maji yanayounganisha na nguvu ya Mungu ya uponyaji, miujiza katika ulimwengu wa roho. Kila mauti na magonjwa vikaondolewe katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, yakawe kufunguo, yanapokunywa maji hayo yakapite kwenye mishipa, kwenye mifupa, kwenye mifupa, kwenye damu, yakatakase maji hayo, yakatakase maji hayo, yakaondoe magonjwa kwenye damu, magonjwa kwenye mifupa, magonjwa kwenye mishipa, magonjwa kwenye mikono kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kila mauti iliyotegwa juu yake ikaribike katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Maji yanavuvia nguvu ya Mungu na uwezo wa Mungu katika jina la Yesu. Ninakutangazia uponyaji kupitia maji hayo katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu aliye hai. Shika sadaka yako, sema maneno haya, sema naambatanisha maombi haya na sadaka hii katika ulimwengu wa roho. Naambatanisha maombi haya na sadaka hii katika ulimwengu wa roho, kama ilivyoandikwa Mathayo sura 18 mstari wa 18, nitakalofunga duniani na mbingu itakuwa limefungwa. Nafungamanisha maneno haya, maombi haya na sadaka hii katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu aliye hai, kama ilivyoandikwa katika Mathayo 18, imekuwa kwangu, imekuwa kwangu, na katika njia zangu zote imepokea katika jina la Yesu aliye hai. Inatamka, peleka sadaka kwenye kinywa, sema kwa pumzi hii sadaka ikawe hai katika ulimwengu wa roho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.